Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi kwa Muislamu ambaye hafungi bila udhuru wowote na anakula mchana wa Ramadhan bila woga wowote, huyu ana hukumu gani mbele ya Allah? Kwa kweli ni mtihani mkubwa. Allah atuhifadhi na wahifadhi ndugu zetu na Waislamu kwa ujumla. Amin. Ya kutotekeleza ibada ambazo ni nguzo. Saumu ni nguzo kama ilivyokuwa nguzo zingine za Uislamu kama swala, haji, hija, zaka na zinginezo. Kwa hiyo ni faradhi na ni lazima. Na kuacha saumu ni katika madhambi makubwa ambayo humpelekea mtu kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kughadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuthibitikiwa ghadhabu kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sheria anapaswa mtu huyu afuatwe na apewe nasaha. Kuna baadhi wanasema ikiwa huyu hafungi katika Ramadhani na hataki maksudi kufunga, huyu si ajabu anaweza kutoka kwenye Uislamu. Baadhi wakasema huyu Uislamu atakuwepo. Wengine wanasema hatoka Uislamu. Wengine wakasema ikiwa hafungi na anasema bwana swala funga si katika mambo ya dini, yani anakanusha hii sio ni mila tu ya watu wameweka, mila ya Waarabu, mila ya watu gani na nini, akawa anasema hivyo na itikadi hivyo, huyu moja kwa moja ametoka ndani ya Uislamu. Hizo ni miongoni mwa nawaqidhul Islam, vitu ambavyo vinatengua mtu kumtoa katika Uislamu na kumtupa nje ya duara la Waislamu. Na hata kama ni sheria inafuatwa vizuri na kukathibitika kwamba kweli huyu anakanusha ibada hii ya saumu kwamba haipo, na akatumiwa na watu wa kutoka kwa mahakama ya qadhi, wakaenda kumnasihi, akaenda na msimamo wake huo, hata kwenye makaburi ya Waislamu hapaswi kuzikwa kwa sababu huyu si Muislamu. Maana yake hata taratibu za Uislamu zile 4 za kuoshwa, kuvesha swanda, kusaliwa na kuzikwa hazitafanyika. Atafanyiwa na wale ambao dini yake yeye inaomhusu yeye. Maana yake nini? Maana yake ni karipio baya na kali sana kwa mtu ambaye hafungi na anakula mchana hadharani ndani ya Ramadhani. Hata yule ambaye hafungi kwa dharura za kisheria anashauriwa ale kwa staha na asile mchana Ramadhani kwa upe mbele za watu, na si mtaani tu, hata nyumbani kwake akae, ajifiche, akae sehemu ya faragha, asijishughulishe, ili kuheshimu mwezi wa Ramadhani, kuheshimu. Kwa hiyo Uislamu umefundisha hivyo. Sasa huyu hana dharura yote, anakula mchana hovyo na hafungi, hii ni dhambi kubwa. Wallahu aalam. Mungu atustie na tuhifadhi katika hayo. Amin, amin, shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Anasema kwani ukisikiliza maovu unaharibu saumu yako, na vipi kama huswali swala hata moja? Kwanza kabisa nianze na swali la kwanza, kusikiliza maovu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametuambia, man lam yada' qawla az-zul wal 'amal bih falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yeyote ambaye anafunga saum ya Ramadhan lakini hajaacha maneno ya urongo, wala amalu bihi, na kufanyia kazi mambo ya umbea na unafiki na unini na uzandiq, akawa bado anaendelea nayo maovu hayo, Allah hana haja ya mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Manake saumu ifunge ulimi wako utamke ya kheri, saum ifunge macho yako yatazame ya kheri, saum ifunge miguu yako iende pa kheri, saum ifunge mikono yako iende ishike pa kheri. Hii ndiyo saumu iliyokamilika, saumul lisan wal jawarih wal qalb, saumu ambayo inahusu ulimi wako na viungo vyote na moyo wako kumenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ninasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, atakayefunga Ramadhani kwa imani thabiti na kutaraji malipo kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yaliyopita. Hii ndiyo funga inayotakiwa. Naam. Swali lingine amezungumza juu ya swala. Ndiyo. Mtu anafunga haswali. Kwa kweli ni mtihani. Na haya tunayo, wengi wanafunga lakini hawaswali. Alhasil, jambo lililopo hapa, saumu yake ipo sahihi, kwa sababu kutoswali
hakuna sehemu hata moja ambayo nimepata kuiona mimi kwamba mtu asiposwali swala funga yake imeharibika, kwamba inabatilika. Hapana, bali lililopo sasa, funga hii haitomsaidia, kwa sababu siku ya Kiyama kuna mizani ya mema na maovu. Sasa funga ni jaza njema, swala ipo katika jaza mbaya, hajaiswali na ni katika madhambi makubwa. Maana yake atakosa kubalansi mzani wake kuja kwenye kheri nyingi kwenda kwenye shari chache. Kwa hiyo ndio tunasema pale haina maana na funga yake. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salatu min amalihi as-salah. Jambo la kwanza ambalo mtu atahesabiwa kwalo siku ya Kiyama miongoni mwa matendo yake yote, kwanza ni swala. Ikikamilika swala, basi na matendo yote yatakuwa yamekamilika. Isipokamilika, na matendo yote yatakuwa yameharibika. Kwa hiyo ndio ninalosema, utaonesha swala zako nani, funga zako ni hizi hapa, lakini ukiangalia matendo ya shari ni mlima, wakati hapo na kichuguu, hutopata faida. Ndio maana hata wale ambao watakuwa wako ndani ya moto wa Jahannam, watapoulizwa na wale katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi kilichokupelekeeni mkaingia katika Jahannam, watasemaje? Qalu lam naku minal musallin. Watajibu jambo la kwanza, si hatakuwa miongoni mwa watu ambao wanaoswali. Ndio jambo la kwanza jibu. Kwa hiyo tunasema saumu yako iko sahihi, lakini unafanya dhambi kubwa ya kuacha swala, ambao utapelekea hata isiwe na faida ya nini, ya saumu yako unayoifunga. Wallahu a'lam. Naam, shukran sana ndugu yetu. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema Sheikh, mimi naomba ushauri. Mume wangu ni mume ambaye ameoa mke zaidi ya mmoja, maana yake tupo watatu na mimi ni mke wa pili, lakini mume huyo hatekelezi pasavyo swala la kindoa. Anabezi upande mwingine tu, lakini mimi hanitendei haki. Je, nifanye nini kuhusiana na hili? Allahu a'lam. Allah kwanza tunamshukuru ndugu yetu ameuliza swali. Allah muhifadhi na amlinde. Amin. Na muondoshe adha hiyo ya kubughudhiwa na mwenza wake. Amin. Kama mambo ndivyo yalivyo asemavyo, na hiyo ni kesi ya upande mmoja, hatuwezi kusema afanye hivi au vile. Ndio. Kama ndivyo ilivyo asemavyo muulizaji, kiukweli atakuwa hatendewi haki na mume wake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekemea sana kwa yule ambaye ataruzukiwa au atakuwa na mke zaidi ya mmoja. Mtume amekemea kubezi kwa mmoja, yani kuelemea kwa mmoja pekee dhidi ya mwingine, au kwa wanawake wawili au watatu dhidi ya mmoja. Hili limekatazwa katika sheria. Na watu kama hawa siku ya Kiyama, Mtume anasema watafuliwa akiwa ubavu wao mmoja umemili na kupinda, kuonesha hawa walikuwa hawafanyi uadilifu kwa wake zao. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo libaya, na ni jambo Uislamu umelikataza, na linatoa sura na picha mbaya ya swala zima la mitala ama ukewenza. Ndio. Kwa hiyo inaonekana kama watu wanashinda uadilifu kwa sababu ya watu wachache ambao wanafanya mambo haya kwa mihemko, kwa ajili ya kufata mkumbo, au kwa mambo ambayo wanayajua wao, alafu wanashinda kufanya uadilifu katika jambo hili la ukewenza ama kufanya uadilifu kwa wake zao. Kwa hiyo jambo liko hivyo, anapata dhambi, lakini yeye kama mwanamke na fursa ya kutumia njia mbalimbali za kuitwa huyu mwanamume na kuambiwa atekeleze haki zile ambazo zinapaswa ampe yule mwanamke, haki zake ampe, ambazo kwa mwanamume ni kwa ni wajibu. Lakini zaidi ya hapo, kubwa zaidi, kadhia itakuwa iletwe kwa wote wawili. Tusikilize mwanamke anasema nini, na mwanaume aulizwe yanayosemwa ni sahihi na kwa nini anafanya hivyo, ili tuweze kupata hukumu za moja kwa moja kwamba hapa mkosefu ni fulani na huyu yuko sahihi, na tuweze kusuluhisha wanandoa hawa ili ndoa iweze kuendelea. Wallahu a'lam. Shukran sana Sheikh. Anasema nilikuwa nauliza mambo gani unapata thawabu nyingi, mfano ukisema subhanallah mara moja unapata thawabu 10. Je, mambo gani ambayo mengine ukisema thawabu zake ni nyingi ukisema? Kwa kweli hakuna pahala moja kwa moja panapozungumza kwamba ukisema hili unapata thawabu 100 au 200.
La hasha wakalla, sikumbuki. Lakini lililopo ni kwamba kila mwanadamu atalipa kutokana na amali na vitendo wanavyovitenda na mazingira yake yalionayo. Ndio pale Allah anasema ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Kuna watu utafanya khairi fulani atapewa thawabu 10, na mtu mwingine atafanya khairi hiyo hiyo atapewa thawabu na ujira 700 mpaka zaidi ya 700. Kwa hiyo Allah ndiyo anatoa hivyo. Lakini kama katika sehemu za adhkari na nyiradi, Mtume wetu ametufundisha kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani arrahman subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Mtume anasema kalimatani, maneno mawili ni mepesi mno, mawili haya mepesi mno kuyatamka katika ndimi zetu, lakini ni mazito katika uzani wa mja wa mema yake siku ya Kiyama. Lakini maneno haya mawili ni vipenzi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno hayo ni yapi? Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Kwa hiyo lakini pia wewe imewekwa hivyo, haja kama unapewa mara 100 unapewa. Kwa hiyo hizi ni adhkari mbili izothibiti kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zina ujira mkubwa. Lakini pia hadithi nyingine inasema ubora wa adhkari ni la ilaha illa Allah. Hii pia ina ujira kubwa sana. Kwa hiyo alimradi yeye akithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira yoyote ile, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wala awe katika wale wamtaja Allah subhanahu wakiwa wamelala, wamesimama, wamenini, kila wakati mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadri ya uzito na upata katika adhkari zake, ndivyo ujira unapokuwa mkubwa zaidi. Wallahu a'lam. Sawa, shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yetu anaomba ushauri, anasema wazazi wangu wananilazimisha kuolewa na mtu nisiyempenda, wakidai kwamba kwa sababu huyo ana mali na ana pesa ataweza kuisaidia familia, lakini mimi huyo mwanaume roho yangu inakataa. Naomba ushauri wenu studio tafadhali. Subhanallah. Allah muhifadhi na amlinde ndugu yetu. Amin. Na amtoe katika tatizo hili kubwa. Amin. Kwa sababu hiyo ni changamoto, yupo baina ya kuiridhisha nafsi yake na kuiridhisha familia yake. Kwa hiyo yupo katikati, na upande mwingine kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio. Tutoe wito tu kwa wazazi kwamba hawapaswi kumlazimisha mtoto ama binti kuolewa na mwanaume wamtakao wao, bali aolewe mwanamke kwa mwanaume anayomtaka yeye. Ndio maana tunasema anaolewa kwa ridhaa yake, kwa kuna ridhaa. Na ridhaa inakuja pale ambapo mwanamke atamridhia yule mwanaume aliyokuja kumposa au kumchumbia. Kwa hiyo mwanamke pia ana haki, yeye sio kifurushi, sio mzigo, wala sio mnyama kwamba abebwe tu apelekwe tu. Kwa kweli hilo halifai. Na kama hasa hawa wanafamilia wanatazama mali tu, hiyo ni changamoto nyingine, jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunampa pole, atafute njia za kuwaona mashehe kama ni kweli hayo yasemayo. Maana wengine ukuta mwanaume mashallah amekuja pale na dini yake, ana pesa kidogo na nini, na mwanamke labda yeye na mtu wake mwingine, tena wengine sio Waislamu, kampenda mwingine, pia anatokea. Kwa hiyo isiwe kweli wewe utaki kuolewa kwa sababu kuna mtu mwingine unampenda. Ambayo labda unaona akija nyumbani kutambulishwa hapa atakataliwa kwa mazingira yake, si ana maadili mazuri, alafu unataka utuegemeze kwamba wazazi wanakulazimisha kwa mtu ambaye sio sahihi. Mwanamke ana haki ya kuchagua mchumba mzuri anayomridhia yeye, lakini afate yale ambayo ni ya kheri, kwamba idha atakum, atapokujilieni wale ambao mnaridhia dini yake na tabia yake, ndio nataka muozeshe. Kwa hiyo hili natakiwa mwanamke alizingatie, na pia wazazi wazingatie kwamba waangalie dini ya mtu na tabia yake, ndio wamuozeshe mtoto binti yao, na si kinyume hapo. Kwa hiyo kadhia hiyo ipeleke watu wa karibu, aizungumze na wao, atachukua fursa ya kwenda kuzungumza na wazazi wake ili Allah amfanyie wepesi. Lakini ana haki ya kukataa endapo analazimishwa kuolewa na mwanaume yeye ambaye hampendi. Ana haki hiyo, na huenda ndoa isiswihi endapo atalazimishwa kuolewa na mwanaume huyo. Wallahu a'lam. Shukran sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ikatokea ukafa bila kumaliza hata juzuu moja, je, utakuwa katika daraja gani?
umekufa bila kumaliza hata juzu moja. Yani kumaliza juzu moja katika nini? Kujifunza kuisoma hiyo juzu, ama kujisomea tu, ama kujua kusoma, sijajua anakusudia nini. Naam. Lakini kilicho wazi katika Uislamu, tumehimizwa sana kukisoma kitabu chetu kitukufu cha Qur'an. Na Qur'an manake ni kisomo, yani kinasomwa mara kwa mara. Kwa hiyo ni mtu afanye jitihada ya kujisomea Qur'an na kujifunza usomaji wa Qur'an, kuanzia sura fupi fupi, suratul Fatiha zinazofuatia na zingine, au yajifunza mara kwa mara. Na kama atafanya jitihada, masha Allah, akajua baadhi ya sura za kutekeleza ibada yake, na Allah akamchukua, hana dhambi kwa jambo hilo. Lakini ametupa fursa kubwa, ameitupa mwenyewe katika uhai wake, ya kujifunza kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyozungumza akimnukuu mtume, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mtume amesema, Allah anasema, na mtume amesema ika kaumu yangu, yani umati wangu, wameihama Qur'an. Kwa hiyo kutojifunza Qur'ani katika maisha yako ni sehemu ya kuihama Qur'an. Kwa nini usijifunze Qur'an ambao ni mwongozo wa dini yako na maisha yako ya kila siku, biashara na kila kitu? Jifunze Qur'an. Sasa za kina mama zipo, za kina baba zipo, mawaidha radio zipo, mitandao inafundisha khairi ipo, misikiti inafanya darasa zipo, maustadhi wa mashekhi wapo. Kwa nini usipoteze muda wako kwenda kujifunza? Usichukue muda wako na kujifunza na kupoteza muda wako katika mambo mengine. Kwa Qur'an lazima ujifunze, lakini si kwamba ukifa hali ya kuwa una sura chache au sura kadhaa basi una dhambi. Hapana, utakuwa hauna dhambi. Wallahu a'lam. Shukran sana. Ndugu yetu anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina swali kuhusiana na itikafu. Itikafu inaruhusiwa kukaa tu kwa wanaume au hata wanawake pia wanaruhusiwa kukaa itikafu? Itikafu wanakaa wote. Wanawake wanaruhusiwa na wanaume pia wanaruhusiwa. Ipokuwa mwanamke anatakiwa katika sehemu ambayo rifqatu mu'mina, au yani sehemu ambayo ni ambayo ya salama, sehemu ambayo ina salama, hakuna shubha zozote. Atapata ruhusa kwa mumewe au ruhusa kwa wali wake, kama ni kaka au baba, mjomba ambao anaishi nao pale, aende akae itikafu. Yule kwenda anakaa msikiti fulani na wako hapo, kwa hiyo inaruhusiwa kukaa itikafu, wala hakuna shaka yoyote. Itikafu si kwa wanawake tu, si kwa wanaume tu, bali hata kwa wanawake wanaruhusiwa. Alimradi mwanamke achunge tu asiwe katika hali ambazo haziruhusiwi kukaa msikitini, kama hali ya ada ya mwisho wa mwezi na ada ya baada ya kujifungua, ni wilada au nifas. Wallahu a'lam. Shukran sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema ikiwa unafunga, unaswali, lakini unajihusisha na vitendo vya kishirikina, yani unafanya mambo ya kishirikina, vipi kuhusiana na hili? Saumu yako, swala zako zitapokelewa mbele ya Allah? Allah atuhifadhi na tustiri, na tumshukuru wetu kwa swali zuri. Allah muhifadhi. Amin. Nitajibu kupitia aya wa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, kwa hakika tulishakufunulia wewe Muhammad na waliokuwa kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, au la yahbatanna amaluk. Naam, ukimshirikisha Allah, Allah ataporomosha matendo yako yote. Hii inazungumza wazi, yeyote ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi matendo yake yote hayana maana, ni haba'an manthura, yani ni vumbi la upeperuka lisiokuwa na thamani yoyote. Kwa swala zake, funga zake, hija zake, zaka zake, sadaka yake, na kila aina ya tendo au matendo yanayofanya hayana faida kwa Allah, kwa sababu tu anamshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah tuhifadhi na tulinde dhidi ya ushirikina na kumshirikisha yeye. Amin, amin ya rabbil alamin. Ndugu yetu anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaambiwa kanzu ambazo zinakuwa na kofia hizi hazitakiwi, na hata mtume hakuweza kuvaa kanzu hizo, zikiashiria baadhi ya madhehebu ya watu fulani. Je, vipi kuhusiana na hili? Kanzu ni kanzu tu, kanzu zimeruhusiwa kuvaliwa. Unaweza kutafuta hiyo kanzu ambayo alivaa mtume ukakosa.
Mimi navyofahamu kanzu ziko aina zaidi ya 7. Kuna kanzu zina mila ya Kiomani na kirudi hapa kirefu hapa. Kuna nyingine za mila ya Arab kule Doha na Qatar, hapo ina kidogo kirefu kinchembamba mpaka kinafika hata kwenye goti. Kanzu zingine inakuwa ni za kola kama hii ambayo mara nyingi ni Saudia, hasa zile nyeupe. Kuna kanzu zingine zinakuwa zina shingo pana ambazo hasa ni kaskazini mwa Afrika kwa maana Masri na Sudan. Kanzu zingine zile za Kimoroko ambazo zina kofia. Zote ni aina ya kanzu. Ndio. Kwa hiyo hakuna kanzu maalum ambayo imekatazwa katika sheria. Alimradi ni vazi la kustiri kuanzia juu mpaka chini na la kiume, basi utavaa. Kitu ambacho kimekatazwa katika Uislamu ni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo vazi lote ambalo lina mnasaba moja kwa moja na wasiokuwa Waislamu, basi ni vizuri kulikhalifu jambo hilo. Khalifu liyahud, kama Mtume alivyosema, wa khalifuni mayahudi katika matendo yao na nyenendo zao na mavazi yao. Na bado pia mtu akivaa baadhi ya mavazi ambayo yapo, siwezi kusema kwamba eti amevaa haramu. Kwa hiyo jambo hili liko wazi sana, halijabanwa hivyo mpaka tulibane namna hiyo kuonekana kwamba watu wapate bughdha, wasivae kanzu hii ile wavae hii wasivae. Jamani, tusijitie uzito katika Uislamu. Ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Hakuna atakaye itia uzito dini hii, itakuwa tamshinda dini hiyo. Kwa hiyo haya mambo ni mepesi tu. Kwa hiyo tusiende sana huko kwenye kanzu hii na hii na ile, hapana. Allahu a'lam. Sawa, shukran sana. Tuhitimishe na swali hili. Ndugu yetu anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema ushauri kuhusiana na hii kadhia ya Israeli, Marekani pamoja na Irani. Tunaomba ushauri, tuwe upande gani? Maana yake sisi Waislamu tupo dilema, tumuunge nani? Kwa sababu baadhi ya mashekhe wanasema wa Irani sio Waislamu. Je, tumuunge mkono Marekani na Israeli kwa hiki ambacho anakifanya? Ni swali limekaa kisiasa sana, japokuwa ni kipindi cha uchambuzi yakinifu, hatuna budi kuligusa kidogo. Ndio. Kwanza tufahamu, Waislamu hawajaambiwa kwamba wasiumuunge mkono asiyokuwa Muislamu endapo anapokuwa katika haki. Hilo lazima tulifahamu. Naam. Na si maneno yangu. Warejee katika sura ya 30 au ya 29 sura Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia Roman Empire kipindi kile. Ilikuwa inapigana na Persian ambao ni hawa sasa hivi Waajemi ambao ni Irani. Ndio. Na upande wa mji wa Makka watu wale Makuraish walikuwa naunga mkono upande wa Waajemi, yani kwa sasa hivi naita wa Irani, na upande kwa hiyo wakawa sasa wanampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nyie hamna kitu bana, mmepigwa kule Roma bana, kwa sababu Roma ni katika empire ambazo zinajinasibisha na kitabu cha nini cha Taurat ambao cha Injili ambao cha Nabii Musa, wengi ni Wakristo. Kwa hiyo wakawa wanawabeza Waislamu kwa sababu Waislamu pia wana nini, wana kitabu cha Qur'an. Kwa hiyo hawa wote ni ahlul kitab, na Qur'an imewazungumza sana kwamba Wakristo wana ukaribu na Waislamu kwa baadhi ya mambo, imezungumza na Qur'an hiyo, zipo nyingi zinazungumza hicho. Kwa hiyo ikawa automatical siasa za ulimwengu kipindi kile zikawa kana kwamba Waislamu wako pamoja na Warome, na wale ambao ni washirikina ambao ni Majus, yani wanasema nini kama vile nini, kuna dini afu nani wapagani wakawa wanaungana nani na hawa Majus ambao walikuwa ni Persian, hawa ni Waajemi ambao ni wa Iran kwa sasa. Kwa hiyo ikawa kuna kubezana kwa namna hiyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja akateremsha sura nzima, sura Ar-Rum, inaanza ghulibatur Rum, baada ya pili tu, fi adna al-ard fi bid'i sinin, na kadhalika Roma wamepigwa huko sehemu fulani, baada ya miaka nao watakuja kushinda, min ba'di ghalbihim sayughlabun, na baada ya kwamba wameshindwa na Waajemi, iko siku wa Roma pia watashinda dhidi ya Waajemi. Umeona? Sasa hawa ni Waislamu kina Mtume, lakini ilizungumzwa na wenyewe walikuwa na upande kipindi kile. Sasa sitaki kuzungumza kwamba sisi tuwe upande wa Marekani
au tuwe upande wa nani wa Irani. Hapana, sisi tunakuwa upande wa mtu yeyote ambaye anadhulumiwa, sawa ni Muislamu au siyo Muislamu. Hivi ndivyo Uislamu ulivyotufundisha. Ndio maana hata katika nchi ambazo zinafuata taratibu za Kiislamu, akija asiyokuwa Muislamu anaishi mle, anapewa ulinzi na haki kama raia wengine. Hawezi kusema. Ndio maana hata mtu akimuibia Muislamu atakatwa mkono kwa sheria za Kiislamu, na akimuibia asiyokuwa Muislamu hali kadhalika atakatwa mkono kwa sheria za Kiislamu. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu sisi. Sasa sikwambii wewe upande gani. Linalokataliwa kwa mtazamo wa Kiislamu ni kwamba je, hawa ni Waislamu au sio Waislamu? Hilo ni jambo lingine. Kwa mujibu wa wanazuoni wa Kiislamu, ahlu sunna wal jamaa, hakuna dhehebu liitwalo Shia. Kuna Malik, kuna Hanbal, kuna Abu Hanifa au Hanabila, Hanafia na kadhalika, na kuna wako wengine pia makundi, kuna al-Ash'ari na wengineo, lakini hakuna kundi ambalo linaitwa Shia. Kwa hiyo tunamtoa katika kundi la grupu la ahlu sunna wal jamaa kwamba wale si Waislamu. Lakini inapokuja kadhia ya kudhulumiwa mtu, hatuangalia huyu ni Muislamu au sio Muislamu. Kwa hiyo hapo wewe utaangalia nani anadhulumiwa. Ni Marekani anadhulumiwa, utakuwa upande wa Marekani. Anadhulumiwa hapa ni Irani, utakuwa upande wa Irani. Basi wala si jambo la kusema tuanze kuangalia wewe ni madhehebu gani au sio madhehebu gani. Na ukimnusuru ambaye anadhulumiwa unapata thawabu, na ukaa upande wanaodhulumu unapata dhambi. Wallahu a'lam. Naam, shukran sana. Kutokana na muda, Sheikh, tuhitimishe. Niwashukuru sana kwa kipindi kizuri. Allah awalipe waandaaji wa kipindi, na Allah awalipe wale ambao wanawezesha matangazo haya kuendelea kusikika na kuonwa kila kona ya ulimwengu na dunia. Allah pia awape kheri ya kila jambo litakalo ambalo la kheri, basi Allah apatie kheri hiyo. Na kubwa zaidi naomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu, akubali ibada zetu zote ikiwemo visomo vya usiku, na atujalie tuweze kudiriki usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadri, na wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki katika marafiki zetu, jamaa zetu, jirani zetu, baba zetu, mama zetu, wajomba zetu, baba zetu wadogo na ndugu zetu wote kwa ujumla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naam, shukran sana kwa hitimisho hiyo. Na msikilizaji, tunafika tamati ya kipindi hiki cha uchambuzi yakinifu, kipindi cha maswali na majibu kwa siku hii ya leo. Tukushukuru sana tena sana wewe msikilizaji uliyekuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Shukran za pekee zimwendee Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa nasi pia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Matumaini yangu umeweza kufaidika na kuelimika kwa yale majibu ambayo umejibiwa. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo mzuri wa maandalizi ya kipindi kijacho. Jina langu ni Ramadhan Yahya, nilikuwa sambamba kabisa na Sheikh Mudathir Yoyote. Niseme asante na hadha, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.